Karibu katika chaneli ya Sauti Nyikani Ministry kwa ujumbe wa mwisho wa rehema kwa ulimwengu, kutangaza Injili ya Ufunuo sura ya 14 mstari wake ni wa 6 hadi mstari wake ni wa 12 na kushiriki masomo ya Biblia kwa kina ili kuandaa watu kwa ajili ya kuja kwa Yesu mara ya pili. Unaweza kuwasiliana na mchungaji Pastor Joel Mutisia kwa ajili ya maombi, kwa ajili ya mashauri na kwa ajili ya maswali mbalimbali ya kibibilia kupitia nambari iliyoko katika screen. Mungu awabariki. Tuifanye kazi ya Mungu, tungalie bado tunayo nafasi. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Asante kwa nafasi ambayo umetukirimia ili kwamba tuweze kusikia ukinena pamoja nasi. Neema yako itutoshe tunaposikia neno lako katika Kristo Yesu Bwana wetu, tunaomba na kushukuru. Amen. Okay, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Kwa wale ambao tunakutana mara ya kwanza, naitwa Joel Mutisia. Mimi ni ndugu yenu katika imani. Na nashukuru Mungu kwa kunipa nafasi hii ili kwamba niweze kunena neno lake. Na naamini ya kwamba tutabarikiwa pamoja. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 6, Wakorintho wa kwanza 6 na mstari wake wa 19 hadi mstari wake wa 20. Maandiko yanasema ya kwamba mjue ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kwamba Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Ninyi si mali yenu ninyi wenyewe, bali mmenunuliwa kwa nini? Kwa dhamani. Sasa basi mtukuzeni Mungu katika nini? Katika miili yenu. Kwa hivyo Mungu angependa tuweze kumtukuza yeye katika miili yetu. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 10:31 maandiko yanasema, basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lote, fanyeni yote kwa utukufu wa nani? Wa Mungu. Kwa hivyo chochote ambacho tunafanya, tunafaa tukifanye kwa ajili ya utukufu wa nani? Wa Mungu. Sasa swali ni je, chochote ambacho wewe unafanya kila siku, je, ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu? Ndio swali la mchana wa leo. Ndio kichwa cha mahubiri ya mchana wa leo. Je, chochote ambacho unafanya kila siku kinamtukuza Mungu? Maana tumeambiwa tumtukuze Mungu katika miili yetu. Basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lote, fanyeni yote kwa utukufu wa nani? Wa Mungu. Katika kunywa kwako, kile ambacho unakunywa, je, kinamtukuza Mungu? Je, kile ambacho unakula kinamtukuza Mungu? Basi mlapo au mnywapo au mfanyapo neno lote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Katika kula kwetu, ukisoma kitabu ni kile cha Warumi 14 na mstari wake wa 23. Maandiko yanasema ikiwa ukula katika imani, umehukumiwa kuwa uko na hatia, maana kila tendo lisilotoka katika imani ni dhambi. Kwa hivyo kile ambacho unakula ikiwa kitokana na imani ni nini? Ni dhambi. Kwa hivyo kula kwako unafaa kutokana na nini? Na imani. Na imani, kitabu cha Warumi 10 na mstari wake wa 17 inasema, andika nasema ya kwamba basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia uja kwa neno la nani? Neno la Mungu. Uja kwa neno la Mungu. Kwa hivyo kile ambacho unakula inafaa ya kwamba kiwe ni kulingana na neno la nani? Neno la Mungu. Kile ambacho unakunywa kinafaa kuwa ni kulingana nini? Na neno la Mungu. Unapokunywa majani chai, swali ni Mungu amesema tunywe majani chai? Na je, ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu? Wakati unakunywa kahawa, je, kahawa ni chakula? Kinaongeza rutuba gani katika mwili? Ama kinaongeza lishe gani katika mwili? Majani chai inaongeza lishe gani katika mwili? Miraa inaongeza lishe gani katika mwili? Tombako inaongeza lishe gani katika mwili? Kile ambacho unakitumia kinamtukuza Mungu? Ndio swali kila mmoja anafaa kufanya nini? Kujiuliza. Hata wale ambao wanakula nguruwe,
wanakula machukizo, wanakula mpaka panya. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Isaya na 6:15, kitabu ni kile cha Isaya, inasema 15 nasema, ndio, maana Bwana atakuja na moto. Bwana atakuja na moto na magari yake ya vita, kama atakuja pamoja na magari yake ya vita kama upepo wa kisulisuli, na atakuja kama upepo wa kisulisuli. Endelea. Ili atoe malipo ya ghadhabu yake kwa moto wakao. Nipe habari. Na maonyo yake kwa miali ya moto. Atatoa maonyo yake kwa miali ya moto. Endelea. Kwa maana Bwana atateta na wote wenye mwili. Bwana atateta na Israeli peke yake, atateta na wote wenye mwili anaporudi mara ya pili. Halafu nasemaje? Kwa moto na kwa upanga wake. Atakuja na moto na kwa upanga wake. Endelea. Nao watauawa na Bwana. Nao watakaouawa na Bwana watakuwa wengi. Watakuwa wengi. Watakaouawa na Bwana watakuwa wengi. Endelea msomaji. Baadhi yao ambao watauawa na Bwana ni kina nani? Watu wale wajitakasao, wale ambao wanajiita wa Kristo, wale ambao wanajitakaza, alafu na kujisafisha katika bustani. Wanajisafisha hata katika bustani. Nyuma yake aliye katikati, lakini nyuma yake aliye katikati wakila nyama ya nguruwe. Jambo la kwanza, wanakula nyama ya nguruwe na machukizo, wanakula machukizo mpaka hata ngamia wanakula. Endelea. Na panya watakoma pamoja, asema Bwana. Kwa hivyo inamaanisha kwamba wote ambao wanakula machukizo, wanakula panya, wanakula nguruwe, wanakula hata wanyama wengine ambao ni machukizo mbele za Mungu, bila shaka maandiko yanasema watafanya nini? Watakoma wote, asema Bwana. Kwa nini watu wa Mungu wasile? Kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati 14 na mstari wake ni wa 2. Msomaji, fika na usome. Kwa hiyo swali ni je, kile ambacho unakula kinamtukuza Mungu? Kitabu Kumbukumbu la Torati 14:2 inasema, kwa kuwa utaifa takatifu kwa Bwana. Kwa sababu sisi ni taifa takatifu kwa nani? Kwa Bwana. Kwa Bwana Mungu wetu, ndio. Na Bwana amekuchagua kuwa watu wake aswa. Endelea. Kuliko mataifa yote yaliyo juu ya uso wa nchi. Nipe habari. Usile kitu chochote kichukizacho. Usile kitu chochote kichukizacho. Kwa hivyo kama sisi ni watu watakatifu wa nani? Wa Mungu, tusile kitu chochote chenye kufanya nini? Kuchukiza. Chenye kuchukiza. Usile kitu chochote chenye kuchukiza. Kwa maana sisi ni taifa takatifu la nani? La Mungu. Kwa sababu sisi ni taifa takatifu la Mungu. Ukisoma kwenye kitabu ni cha Petro wa kwanza, inarudia kwamba watu wa Mungu ni taifa takatifu. Naomba nisomee Petro wa kwanza 2:9. Ndio. Bali ninyi mzao mteule. Maandiko yanasema bali ninyi ni mzao mteule. Endelea. Ukuhani wa kifalme na sisi ni ukuhani wa kifalme na ni taifa takatifu. Kwa hivyo sisi ni watu wa miliki ya Mungu. Mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Asante, tulia pale. Kwa hivyo sisi hatufai kula vitu ambavyo vinachukiza, maana sisi ni taifa nini? Takatifu. Sisi ni taifa takatifu, ni watu wa nyumbani mwake Mungu. Sisi ni watu ambao ni ukuhani mteule. Kwa hivyo hatufai kula vitu ambavyo vinachukiza. Lakini kuna watu ambao, na maana maandiko yametuambia kwamba Yesu akirudi mara ya pili anakuja kuangamiza wote ambao wanakula machukizo, wanakula mpaka panya, wanakula mpaka nguruwe na wanyama wengine ambao wanachukiza, ama vyakula vingine ambavyo vinachukiza. Kama gani zingine? Nipe kitabu cha Kumbukumbu la Torati 14 mstari wa 7. Kumbukumbu la Torati 14 na mstari wake ni ule wa 7. Maandiko yanasema, lakini hawa msile katika wale wenye kujeua. Endelea. Na hawa waliopasuliwa ukwato. Ndio. Ngamia na sungura. Maandiko yanasema ngamia na sungura na kwanga kwa kuwa hujeua, lakini hawapasuliwi kwato. Hawajapasuliwa kwato. Endelea. Najisi kwenu. Au ni najisi kwenu. Na nguruwe kwa kuwa amepasuliwa ukwato, lakini
hacheui, ndiyo huyo najisi kwenu, msile nyama zao, wala mizoga yao msiiguse. Achia pale. Kwa hivyo Mungu ametukataza kula wanyama ambao ni machukizo, lakini kuna maandiko ambayo ya Biblia yanatumika vibaya. Kwa mfano, ukienda kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 10 utapata ya kwamba Petro katika maono alikuwa katika nini? Maono. Hebu Matendo ya Mitume 10 anza mstari wake ni wa 9. Hata siku ya pili walipokuwa wakisafiri na kukaribia mji, ndiyo Petro alipanda juu darini kwenda kuomba. Alafu yapata saa 6 ya mchana. Alafu akaumwa na njaa sana. Alafu akataka kula. Lakini walipokuwa wakiandaa, roho yake ikazimia. Wakati chakula kinaandaliwa, roho yake ikafanya nini? Ikazimia. Alafu akaona mbingu zimefunguka. Sasa alikuwa katika maono, akaona mbingu zimefanya nini? Zimefunguka. Alafu na chombo kikishuka kama nguo kubwa, ndiyo inateremshwa kwa pembe zake 4 hata chini. Alafu ambayo ndani yake walikuwamo aina zote za wanyama wenye miguu 4, ndiyo na hao watambao na ndege wa angani. Endelea. Kisha sauti ikamjia kusema, ondoka Petro, uchinje ule. Akamwambia, chinja ule. Lakini Petro akasema, ndiyo, hasha Bwana, hasha Bwana, kwa maana sijakula kama kitu kilicho kichafu au unajisi. Endelea. Sauti ikamjia mara ya pili, ndiyo ikamwambia, vilivyotakaswa na Mungu usiviite wewe najisi. Jambo hili likatendeka mara 3. Alafu kisha kile chombo kikapokewa tena mbinguni. Alichinja? Hakuchinja, alisema yeye hajai kula kitu ambacho ni najisi. Haya, na Mungu akamwambia usiite kile ambacho nimetakaza kuwa nini? Najisi. Aendelea msomaji. Hata Petro alipokuwa akiona shaka ndani ya nafsi yake, maana yake ni nini maono hayo aliyoyaona? Kumbe ilikuwa ni maono, alikuwa anaonye. Kwa hiyo haikuwa ni jambo halisi, ilikuwa ni maono. Sasa hayo maono, tunajua maono maana yake ni unabii, si ndio? Inafaa tafsiriwe, ieleweke ilikuwa inamaanisha nini? Nini maana ya kile ambacho Mungu ametakaza? Usiseme wewe ni najisi, ilikuwa maana yake nini? Hapo mstari 25. Petro alipokuwa akiingia, Kornelio akatoka amlaki, akamwangukia miguuni. Alafu akamsujudia. Ndiyo. Lakini Petro akamuinua, akasema, ndiyo, simama, mimi nami ni mwanadamu. Na katika kusema naye akaingia ndani. Alafu akaona watu wengi wamekusanyika. Alafu akamwambia, ninyi mnajua ya kuwa si halali mtu aliye Myahudi ashikamane na mtu aliye wa taifa lingine wala kumwendea. Endelea. Lakini Mungu amenionya nisimuite mtu awaye yote mchafu wala najisi. Ilikuwa ni mambo ya wanyama ama ni mtu? Ni mambo ya watu. Sasa akasema Mungu amenionya nisimuite mtu yeyote aje mchafu au, maana watu wa Israeli walikuwa wanaona ya kwamba watu wa mataifa ni najisi na ni watu wachafu. Mungu akawa alikuwa anamuonya Petro. Kwa hivyo hapa si mambo ya chakula, ilikuwa ni mambo ya maono. Yalikuwa Mungu anaonya Petro ya kwamba usimwite mtu yeyote najisi au mchafu. Kwa hivyo asiite watu wa mataifa najisi au wachafu. Endelea msomaji. Ndiyo. Kwa sababu hiyo nalikuja nilipoitwa nisikatae. Ndiyo. Basi nawauliza, ni neno gani mlilonitia? Kornelio akasema, ndiyo, siku 3 zilizopita katika saa. Achia hata hapo. Kwa hiyo maana yake ni ya kwamba sasa Petro alikuwa ameenda kwa ajili ya kusaidia watu wa mataifa ambao walikuwa wameelekezwa na Mungu kwa Petro ili wafanye nini? Waweze kuokolewa. Andiko lingine linatumika vibaya. Enda kitabu cha Marko 7 mstari wa 1. Kisha Mafarisayo na baadhi ya waandishi waliotoka Yerusalemu, alafu wakakusanyika mbele yake, wakaona wengine katika wanafunzi wake wakila vyakula kwa mikono najisi. Kwa mikono najisi. Kwa mikono najisi. Kwa hiyo kile kilikuwa kinazungumziwa hapa si chakula, ilikuwa ni nini? Ni mikono ambayo ni michafu. Najisi maana yake ni chafu. Ni chafu. Endelea. Yaani isiyonawiwa. Endelea.
Kwa maana Mafarisayo na Wayahudi wote wasiponawa mikono mpaka kiwiko, hawali wakishika mapokeo ya wazee wao. Kwa hiyo haikuwa ni amri za Mungu, ilikuwa ni mapokeo ya wazee wao ndio walikuwa wameweka hiyo mapokeo. Endelea. Tena wakitoka sokoni, wasipotawadha hawali mpaka utawadhe ndio ufanye nini? Ule. Na ikawa ni mapokeo. Sasa walipoona wanafunzi wa Yesu wanakula bila kunawa mkono, wakaona nini? Mbona hao wanakataana na mapokeo yetu? Endelea msomaji. Na yako mambo mengine waliopokea kuyashika, kama kuosha vikombe na midumu na vyombo vya shaba. Endelea. Basi wale Mafarisayo na waandishi wakamuuliza, mbona wanafunzi wako hawaendi kwa kuyafuata mapokeo ya wazee? Endelea. Bali hula chakula kwa mikono najisi. Ndiyo. Akamwambia, Isaya alitabiri vyema juu yenu nini? Wanafiki. Ndiyo. Kama ilivyoandikwa, watu hao kuniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Ndiyo. Nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Kwa hivyo hayo walikuwa nayo ni maagizo ya nani? Ya wanadamu. Si Mungu aliyewaangiza, ni wanadamu walitokana nayo wakayaangiza. Kwa hivyo ukifika sasa mstari wake wa 19, hebu isoma 7:19 kitabu cha Marko. Kwa sababu hakimwingii moyoni ila tumboni tu, kisha chatoka kwenda chooni. Ndiyo. Kwa kusema hivi alitakasa vyakula vyote. Yesu akasema kwa kusema hivyo alitakasa vyakula vyote. Kwa hivyo kile ambacho ni chakula ndio kimetakaswa, kisikiwe kicha. Sasa swali, nguruwe Mungu ameisema mahali popote ni chakula? Ameisema mahali popote panya ni chakula? Ameisema mahali popote sungura ni chakula? Kwa hivyo kwa kusema hivyo Yesu alivitakaza vyakula vyote. Lakini kuna watu ambao wanachukua hiyo andiko wanataka kuitumia vibaya, wakimaanisha ati Yesu kwa kusema hivyo alitakaza hata vyenye vyakula vikangeuka kuwa vyakula. Lakini Yesu hakutakaza vitu vyote, alitakaza vile ambavyo ni vyakula visiwe vichafu. Hata kama unakula na mkono chafu, kile ambacho kinakuingia akiwezi kudhuru moyo, kinaingia tu kwa tumbo na kinatoka kinaenda chooni. Kwa pamoja. Kwa hivyo Yesu hakuwa anazungumzia masuala ya wale wanyama ama vile vyakula ama vile vitu walikuwa wamesema viziliwe kama chakula virudi kwa vyakula watu wakule. Kama ingekuwa hivyo basi ingeandikwa ya kwamba Yesu alitakasa vile ambavyo vilikuwa vyakula vikawa nini? Vyakula. Vikawa vyakula. Kwa hivyo Yesu hakuna mahali alisema ya kwamba kile ambacho kilikuwa si chakula kimegeuka kuwa nini? Chakula. Kuna andiko lingine linatumika vibaya. Ati kila kiuzwacho kinachouzwa sokoni kuleni bila kuuliza Hiyo ni andiko gani? La Wakorintho wa kwanza. Inamaanisha kwamba ukienda sokoni ukipata misumari kiuzwa, wewe nunua ukule bila kuuliza Maana kila kiuzwacho sokoni haimaanishi yenye kinauzwa sokoni ni chakula peke yake. Si hata misumari inauzwa. Si hata mbao zinauzwa. Kwa hivyo ukienda sokoni, kile ambacho kinauzwa sokoni kula bila kuuliza. Hoja ya Paulo ilikuwa wapi? Wakorintho wa kwanza 10 mstari wake 28. Paulo alikuwa anamaanisha nini? 10:28. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza inasema, lakini mtu akiwaambia kitu hiki kimetolewa kiwe sadaka. Lakini mtu akiwaambia kitu hiki kimetolewa kiwe sadaka, msile kwa ajili yake yeye aliyeonyesha na kwa ajili ya dhamiri. Endelea. Nasema dhamiri lakini si yako bali ya yule mwingine. Asante. Kwa hivyo ilikuwa watu walikuwa na shida na kula chakula ambacho kimetolewa sadaka kwa masanamu. Kwa hivyo hoja hapa haikuwa ni mambo ya kile ambacho si chakula kingekuwa kwa nini? Chakula. Tuko pamoja? Kwa hivyo hoja hapa ilikuwa ni ya kwamba watu walikuwa wametahadharishwa wasile vyakula ambavyo vimetolewa sadaka kwa sanamu.
kwa sanamu. Wapi? Matendo ya Mitume 15 mstari wa 19. Kwa hivyo, na kwa sababu walikuwa wameonywa hivyo, walikuwa na jihadhari. Wakienda kununua chakula kwa soko, wanauliza hiki kimetolewa sadaka kwa sanamu. Wakisikia kimetolewa sadaka kwa sanamu, hawako wanafanya nini? Wanakula. Lakini Paulo anawaambia, wewe ukienda kununua usishinde ukiuliza maana sanamu ni nini. Wewe nunua tu. Lakini ukiwa unajua kwamba kimetolewa sadaka kwa sanamu, usile. Lakini ukienda badala ya kuuliza, usiulize. Mungu atashughulikia hiyo. Kama kimetolewa sadaka kwa sanamu, Mungu ako na uwezo kuliko nini? Masanamu. Kwa hiyo hiyo sikutie shaka ya kwamba waanze kuuliza, hiki kimetolewa sadaka kwa sanamu. Kwa hiyo nunueni mkakule bila kuuliza uliza. Hiyo ndio ilikuwa hoja katika hilo andiko. Kwa hiyo tunaposoma maandiko lazima tusome katika the proper context. Tuweze kusoma maandiko katika muktadha wake, ili tusije tukapotosha nini? Maandiko. Tusome maandiko katika muktadha wake, tufanye kitu kinaitwa proper exegesis of the scriptures. Yaani tufanye ufafanuzi na ufasili mwema wa nini? Wa maandiko. Na hivyo wapendwa, kuna andiko lingine pia linatumika vibaya. Kuna andiko lingine linatumika vibaya katika kitabu cha Timotheo wa kwanza. Uko hapo Timotheo wa kwanza 4 na mstari wake ni wa kwanza. Nataka usome mstari wa 3, wa 4. Mstari wa 4 nasemaje? Kwa maana kila kiumbe cha Mungu ni kizuri. Maandiko anasema kila kiumbe cha Mungu ni kizuri. Ni kweli. Hata kinyonga ni kiumbe cha nani? Cha Mungu. Umeona mtu akikula kinyonga? Na ukidhubutu ukule hivi unakufa hapo. Maana ni sumu. Tuko pamoja? Kwa hivyo kila kiumbe cha Mungu ni nini? Na hata sisi wanadamu ni viumbe vya nani? Hata sisi ni wazuri. So inamaanisha kwamba maana wewe ni mzuri ni kukule? Haimaanishi hivyo. Kila kiumbe cha Mungu ni kizuri wala hakuna cha kukataliwa. Hakuna cha kukataliwa. Hakuna kiumbe tunaweza kukikataa tukisema hiki si kizuri, hiki ni kizuri. Kila kiumbe cha Mungu ni nini? Kizuri. Ni kizuri. Hata kinyonga, hata mwanadamu ni kiumbe cha Mungu, ni kizuri. Endelea msomaji. Kama kilipokelewa kwa shukrani. Ndiyo. Kwa kuwa kimetakaswa kwa neno la Mungu na kwa kuomba. Asante. Kwa hivyo kile ambacho unakipokea kama chakula kinafaa kwanza kiwe kimetakaswa kwa neno la Mungu, alafu na wewe ufanye nini? Uombe. Kwa hivyo kama Mungu hajasema mwanadamu akuliwe, inamaanisha kwamba neno la Mungu ndio linatakaza. Kama alijaisema chakula mwanadamu ni chakula akuliwe na mwanadamu wenzake, basi ufai kula mwanadamu. Si hivi? Tuko pamoja Ndio. Kwa hivyo kama Mungu hajaisema kinyonga ni chakula, usichinje kinyonga ukule. Kama hajaisema panya ni chakula, usile kinyonga. Kwa hivyo kila kiumbe cha Mungu ni kizuri na hakuna cha kataliwa, lakini kile kinafaa kuliwa ni kile ambacho kimetakaswa kwa neno la nani? La Mungu, alafu wewe ufanye nini? Uombe. Kwa hivyo usikilie kwa meza kile ambacho Mungu hajatakasa kama chakula, uanze kuomba, useme ni chakula uanze kula. Tuko pamoja watu wa Mungu? Ndio. Kwa hivyo si kila kitu ambacho ni chakula. Hata Paulo anasema vitu vyote ni halali, lakini si vyote vinavyofaa. Kwa pamoja anasema si vyote vinavyofanya nini? Vinavyofaa. Katika kitabu cha Warumi 14 ambao watu wanaitumia vibaya pia. Hapa maandiko yanazungumzia mambo ya dhamiri. Mambo ya dhamiri ikikwambia kwamba hiki ni kama kitoleo sadaka kwa sanamu. Dhamiri ikikwambia hivyo usile. Lakini kama ujui usiende kuanza kuuliza. Sasa msomaji 15:19 Matendo ya Mitume. 15:19 Matendo ya Mitume. 15:19. Barikiwa. 15:19. Naam. Kwa sababu hiyo mimi naamua hivi. Tusiwataabishe wale waliomgeukia Mungu katika katika nini? Mataifa. Katika mataifa. Endelea. Bali tuandikie kwamba wajiepushe na unajisi wa sanamu. Wajiepushe na unajisi wa nini? Wa sanamu. Endelea. Uasherati na nyama zilizosongolewa. Wanafaa kujiepusha na nyama za kuzongelea na damu. Wasile damu, wasikule nyama za kuzongelea.
za kusongelea. Mstari wa 29. Wasile nyama ya kusongelea, yani strangled meat, wasikule. Msomaji soma. Yaani mjiepushe na vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Watu wajiepushe na vitu ambavyo vilikuwa vimetolewa sadaka kwa sanamu. Inamaanisha kwamba ukijua kitu kimetolewa sadaka kwa sanamu, jiepushe nacho. Kwa mfano leo ng'ombe yeyote ama mbuzi yeyote ambaye anauzwa kwa mbuchari, kwanza anapelekwa kwa kichinjio. Wanaochinja ni nani? Ni Waislamu. Wanapochinja kwanza wanatoa maombi kwa miungu yao. Kwa hivyo lazima watoe kwanza kafara kwa miungu yao, ndio wachinje, ndio sasa wapeleke ikauzwe hata buchari. Tuko pamoja? Hakuna silauta yoyote, mahali ambapo kuna kichinjio. Hakuna mahali kuna kichinjio. Mahali na kuwa kuna Waislamu karibu, wakose kwenda kwa hiyo kichinjio. Kwa hiyo mahali popote kuna kichinjio lazima kuwa na nani? Na Muislamu ambaye atatoa sala kwa miungu yao kabla ya kuchinjwa. Na kama injatolewa kwa miungu yao, wao hawezi kununua hiyo wakule. Kwa pamoja. Kwa hivyo wapendwa, maandiko yamesema tujiepushe hata na nyama za kusongelea pamoja na damu na pia vitu ambavyo vimetolewa kwa sanamu. Inamaanisha kwamba hata katika Agano Jipya tumekatazwa kula damu. Na katika Agano la Kale pia tumekatazwa kukula nini? Damu. Katika kitabu ni kile cha Walawi. Mambo ya Walawi. Walawi. Naomba nisomee 17. Mstari wake soma wa 10. Kisha mtu awaye yote wa nyumba ya Israeli, ndiyo, au miongoni mwao hao wageni wakao kati yao, ndiyo, atakayekula damu ya aina yoyote, ndiyo, nitakuja uso wangu juu ya mtu huyo anaye damu, ndiyo, nami nitamkatilia mbali na watu wake. Asante. Kwa hivyo watu wa Mungu Israeli pamoja hata na wageni, watu wa mataifa ambao wamekubali kuamini Mungu wa Israeli, hawafai kula nini? Damu. Na Mungu anasema nitamkatalia mbali na watu wake, na pia nitakuja uso wangu juu ya huyo mtu ambaye anakula damu. Paulo akarudia kwamba tusifai kula nini? Damu. Kwa hivyo inamaanisha kwamba Mungu alikuwa amepiga marufuku kula nini? Damu. Leo watu ambao wanakula nyama wanatoa damu kwa nyama kabla wakule. Hawatoi. Maana maandiko alikuwa ameeleza ya kwamba ukila nyama ili iwe imetolewa damu, uchemshe iive kabisa, iachana mpaka na mifupa. Alafu uchukue ile nyama utoe ndani ya supu usikunywe. Maana damu yote imebaki wapi? Hapo kwa supu. Alafu uchukue ile nyama uwekelee juu ya makaa uchome. Alafu kisha kuchoma ndio sasa ule nyama ikiwa injaiva kabisa ikachana mifupa. Katika kitabu cha Ezekieli 24 kuanzia mstari wake ni wa 3 na uende mstari wake wa 10 mpaka 12. Nyama inafaa iive kabisa, iachana mifupa. Alafu kisha utoe ndani ya supu uwekelee juu ya makaa. Nimesema Ezekieli 24 mstari wake unaweza soma wa 3 hadi wa 5, alafu teremka mstari wa 10 hadi 12. Nyama inafaa iive kabisa, iachana mifupa. Alafu kisha utoe juu ya supu uwekelee juu ya makaa uchome. Unafanya hivyo maana nyama iko na uchafu mwingi, iko na shaba, iko na uric acid. Ili uondoe hiyo uchafu, unahitaji uchemshe hivi kabisa, iachana mifupa, alafu uchukue uwekelee juu ya makaa uchome. Alafu ile supu ukunywe unamwaga. Sasa kuna mtu anaweza kubali? Kuna watu wanakula nyama hivi? Hakuna. Inamaanisha wengi leo wanakula nyama mbichi na wengi leo wanakula nyama ambayo iko na damu. Kwa hivyo Mungu atawauliza, kwa nini mlikula damu? Atawauliza. Ndiyo maana unaona wana wa Eli kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza 2 na kuanzia mstari wake wa 12 kuteremka, wana wa Eli walipoamua kula nyama mbichi yenye makuhani walikuwa wanapikiwa
walikuwa wanatuma hata watumishi wao, wanaenda wanachota ile nyama kwa huma, wanawapelekea wale makuhani ambao ni wana wa Eli, wanakula kama iko mbichi, haijatokota kabisa. Wanasema sisi hatutaki nyama ambayo imetokota kabisa. Mungu akasirika na wao, na Mungu akasikia vibaya na wao. Mwishowe waliisha kufanya nini? Wao. Maana walidharau hata mambo ya nani? Ya Mungu. Mpaka wakaanza kulala na wasichana waliokuwa na huduma katika hekalu. Mungu akasirika na wao. Kwa hiyo wapendwa, nyama mbichi leo watu wengi ndio wanakula. Maana leo kuna watu ambao wanachinja alafu wanaanza kuchoma. Amechemsha kwanza. Kuna wengine ambao wanachemsha kabla hata inja achana mifupa, ameshaanza kuchukua wanakula, wanatoa ikiwa mbichi. Nyama yoyote ambayo unang'ang'ana mfupa haijajitoa yenyewe, ni unang'ang'ana kutoa kwa mfupa, hiyo nyama injaiva mbele za Mungu. Ndio maana Mungu alipea Israeli masharti ya kula nyama. Lakini leo hakuna Mkristo yote anapata masharti haya, yuko? Hakuna. Tuko pamoja watu wa Mungu. Hivi inamaanisha kwamba anakula mpaka nyama na damu. Tena unakula nyama mbichi ambayo injafanya nini? Injaiva. Kitu chochote ambacho ni ulevi, watu wa Mungu watahukumiwa kwa sababu ya nini? Ya ulevi. Ndio maana nipatie kitabu cha Mhubiri 10:17. Mhubiri, Ecclesiastes, kitabu cha Mhubiri 10:17. Maandiko yanasema hivi. 17 Mhubiri. Sasa swali ni je, kula kwako unakula kwa ajili ya utukufu wa Mungu, na kunywa kwako je ni kwa ajili ya kutukuza Mungu? Soma andiko tusikie. Heri kwako nchi mfalme wako akiwa mtoto wa watu, ndio, na wakuu wako hula wakati ufaao, ili makusudi wapate nguvu, wala si kwa ajili ya ulevi. Kwa hivyo hatufai kula kwa sababu ya ulevi, tunafaa kula kwa ajili ya kupata nini? Nguvu ya kukinga magonjwa, nguvu ya kimwili, nguvu ya kiakili na nguvu ya kiroho. Tuko pamoja? Kuna vile unaweza kula udhoofisha akili yako, ukuwa hata mambo ya Mungu yazingatie na uchukulie maanani. Kuna vile unaweza kula udhoofishe akili yako, na kuna vile unaweza kula udhoofishe hata mahusiano yako na watu wengine. Ukiwa kitu kidogo tu unakasirika ovyo ovyo, na unakasirika kiasi ya kwamba huwezi kujirudia. Tuko pamoja? Leo kuna vile unaweza kula, hiyo vile umekula inasababisha kuadhirika kiroho, kuadhirika kiakili na kuadhirika hata afya yako ya kimwili. Kwa hivyo kula kwako ni kwa muhimu mbele za nani? Za Mungu. Usile kwa sababu ya ulevi, kula kwa sababu ya kupata nini? Nguvu ya nini? Ya kiakili. Nguvu ya nini? Ya kiroho. Nguvu ya nini? Ya kimwili. Nguvu ya nini? Nguvu ya kukinga magonjwa. Ndio maana tunahitaji minerals and the vitamins kwa ajili ya kujizuia na nini? Na magonjwa, kwa ajili ya kujenga immunity ya mwili. Tunaongeza kinga mwilini ya kukingana na manini? Na magonjwa kutokana na vyakula. Ndio maana tunakula carbohydrates kwa ajili ya kupata nguvu ya nini? Ya mwili. Ndio maana tunakula proteins kwa ajili ya kutengeneza sehemu ambazo zimeharibika katika nini? Katika mwili, na pia kwa ajili ya kujenga misuli ya mwili, na kwa ajili ya ukuaji. Sana sana kwa watoto wanahitaji protein. Tuko pamoja? Lakini kitu chochote ambacho ni ulevi, iwe ni caffeine ambayo inapatikana kwa kahawa na majani chai, iwe ni nicotine ambayo inapatikana kwa tombako, iwe ni stimulant yoyote ambayo pia inapatikana kwa miraa, kati inapatikana kwa munguka, ujue ni ulevi. Wakati unakunywa pombe ni ulevi, na maandiko yanasema Wakorintho wa kwanza 6 mstari wake ni wa 9 ya kwamba walevi hawataingia wapi? Mbinguni. Na tunaambiwa tusidanganyike ya kwamba hawa walio na tabia kama hizi hawataingia ufalme wa wapi? Wa mbinguni. Na baadhi yao ni walevi. Naomba nipatie kitabu cha Wagalatia 5.
mstari wa 19. Wagalatia 5 na mstari wake wa 19. Ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati 20 na mstari wa 20, maandiko yanasema ila miti ambayo unajua ya kwamba si miti ya kuliwa, uiangamize na kuitema. Na maanisha kwamba kuna miti ambayo Mungu hakuumba iwe ya chakula. Kwa hivyo si kila mtu unaona unafikiria ni chakula. Hapana. Kuna miti ingine si chakula. Si chakula. Tia 5:9. 5:19. 5:19. Naam. 19 nasema. Ndio. Basi matendo ya mwili ni dhahiri. Matendo ya mwili ni dhahiri. Ndio haya. Gani? Uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, ndio, wadui, ugomvi, ndio, wivu, hasira, fitina, baraka, ndio, uzushi, ndio, usuda, ulevi. Asante, achia pale. Ndio kitu nilikuwa natafuta, ulevi. Alafu maliza andiko. Ulafi na mambo yanayofanana. Na mambo yanayofanana. Kwa hivyo ulafi na ulevi zinaenda pamoja. Ulafi, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana nayo. Nawaambia mapema kama nilivyokwisha waambia ya kwamba watu watendawe mambo ya jinsi hiyo watarithi nini? Ufalme wa Mungu. Kwa hivyo mulafi na mlevi warithi ufalme wa Mungu. 23:1 kitabu cha Methali. Methali 23:1. Kwa hivyo walevi na walafi hawaendi mbinguni. Hawaendi mbinguni. Kwa hivyo kile tunakula na kile tunakunywa kinafaa kuwa ni kwa ajili ya utukufu wa nani? Wa Mungu. Na kama kimpatii Mungu utukufu, basi tutakuwa tunamkosea Mungu. Nasoma tusikie. Utakapoketi kwa chakula pamoja na mtawala. Utakapoketi kwa chakula pamoja na mtawala. Muangalie sana yeye aliye mbele. Muangalie sana yeye aliye mbele yako. Tena ujitie kisu kooni kama ukiwa mlafi. Kama ni mlafi, jitie kisu wapi? Kooni. Kwa hivyo kama ni mlafi, jitie kisu kooni. Maliza andiko. Usitamani vyakula vyake vya anasa. Usivitamani vyakula vyake vya anasa. Kwa maana ni vyakula vya ila. Ni vyakula vya ila, ni vyakula vya ujanja. Kwa hivyo usikubali kutamani vyakula vya anasa. Na tunajua ni vyakula gani watu wanapenda sana katika anasa, mambo ya sikukuu na anasa, wanapenda kula na kunywa. Si tunazijua? Kwa hivyo watu wa Mungu wanafaa kujihadhari nao. Nafaa kujihadhari nao. Ndio maana wakati wa ufalme wa Babeli, wakati Shadraka, Meshaki na Abednego na Danieli walipelekwa kule Babeli, wakiwa Babeli walipoanzikiziwa chakula na posho la mfalme, walisema sisi na divai ambayo mfalme alikuwa anakunywa, walisema hawezi kujitia unajisi kwa chakula cha mfalme na divai ya nani? Ya mfalme. Wakasema tupe maji, tupe mtama tule na maji tunywe. Wakaicha chakula cha mimea na nini? Na maji. Wakasema chakula cha wanyama hatutaki. Tunataka chakula cha mimea na maji. Yatutosha hiyo. Leo kuna watu ambao akisikia kiu anakunywa soda, si ndio? Kuna mtu leo akihisi kiu anakunywa Predator. Si ndio? Hiyo kitu hata Predator yenyewe, hiyo jina Predator, si nakwambia hiyo kitu inaangamiza. Ama unajua jina maana ya Predator ni nini? Leo kuna mtu akihisi kiu anakunywa energy drink. Na ili ujue hiyo kitu kuna ulevi, mtu ambaye amekunywa kazoea anaanza kusikia kwamba kama sijakunywa ni kama ninasikia vibaya. Yaani ni kama ili nisikie vile naache kusikia vile nasikia, wacha nikunywe. Iko na ulevi hiyo kitu. Kuna ulevi. Mungu hajaitengeneza kiu ya soda, kiu ya pombe, kiu ya sigara, kiu ya miraa, kiu ya kahawa, kiu ya majani chai. Mama mpaka anaweza toka kwake asubuhi mapema kama amekosa pesa kununua majani chai, aende akakope chai kwa hoteli. Na ili ujue si chai sana, si hiyo maziwa na nini alikuwa anataka sana. Niyo majani chai alikuwa anataka. Hata anaitisha majani chai aongezee. Sema hii mjashika vizuri. Maana amezoea ile kongo yenye imeshika vizuri, akikunywa nasikia akili ni kama imeamuka. Yaani ni kama akili, yaani anasema sikuwa nimeamuka. Yaani ameshaamuka kutoka kwa kitanda anatembea, ama anasema sijaamuka bado. Unasikia mtu akisema sijaamuka? Kwa nini? Maana hajakunywa majani chai. Mwingine ni kwa sababu hajavuta sigara. Mwingine kwa sababu weka ile ya kuweka hapa. Hiyo.
Mwingine hajafanya hivyo. Pia anasema bado sijaamka. Mwingine anasema hajaamka maana hajakunywa kahawa. Mwingine anasema bado nasikia hivi, nahitaji kwenda kutoa lo. Akienda kutoa nafunga kabisa. Unaona? Kwa hiyo wapendwa, tunahitaji ili kwamba tuelewe ya kwamba tunahitaji tule na kunywa, si kwa ajili ya ulevi, bali kwa ajili ya kupata nguvu. Si kula peke yake na kunywa peke yake. Maandiko yanatuambia ya kwamba hata chochote ambacho tunafaa kufanya kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Wakati unaangalia video kwa mtandao, wakati unaangalia picha kwa mtandao, swali, video zenye unaangalia na picha zenye unaangalia ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu ama kwa sababu ya kujifurahisha wewe nafsi yako? Ndio maswali unafaa kujiuliza. Na kwa sababu mtandao umechafuka, hata wakati unaangalia video, labda unatafuta video ya mahubiri na nini, nyimbo nzuri za Kristo na vitu kama hizo, wakati una scroll ukipata hii video ni mbaya, si unaruka? Lakini mbona ukome hapo kuangalia? Mbona ukome hapo kuangalia kitu ambacho unajua kitakuharibu mawazo yako, na mawazo yako itakuwa kwa Mungu? Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Je, chochote ambacho tunafanya kwa ajili ya utukufu wa nani? Ni wa Mungu. Ndio swali tunafaa kujiuliza. Wakati unavaa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Wakati unavaa nusu uchi, wakati unavaa nguo ambayo imekubana, imefinya mwili kabisa, wakati unavaa skati ambayo kamefika hapa, kamekata huko nyuma, unavaa kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya utukufu wa Mungu ama kwa ajili ya kujifurahisha wewe na kufurahisha watu? Je, tuvae kwa ajili ya kufurahisha watu? Hebu nipatie kwenye kitabu ni kile cha Kutoka 28 na mstari wa 2. Je, kile ambacho unafanya kila siku, je, ni cha kutukuza Mungu? Kutoka 28 mstari wa 2 inasema, nao utamfanyia Haruni ndugu yako mavazi matakatifu. Nao utamfanyia Haruni ndugu yako mavazi matakatifu kwa utukufu na kwa uzuri. Na kwa utukufu na kwa uzuri. Kwa utukufu na kwa nini? Uzuri. Kwa hiyo kwanza nini kinaanza? Utukufu. Alafu namalizia na uzuri. Kabla ya kuvaa, kabla ya kushona nguo, kabla ya kununua nini? Nguo. Kitu cha kwanza kuangalia, hii nguo inampatia Mungu nini? Utukufu. Alafu kutoka hapo ndio uangalie muundo wake kama ni mzuri wa kupendeza. Kwa hiyo kwanza inaanza na kumpatia Mungu nini? Utukufu. Alafu ndio unakuja kwa mambo. Maandiko yanasema basi mulapo au mnywapo au mtendapo lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa nani? Kwa hivyo chochote ambacho unafanya kinafaa kumpatia Mungu utukufu. Kula kwako kunafaa kumpatia Mungu nini? Utukufu. Kunywa kwako kunafaa kumpatia Mungu nini? Utukufu. Na kuvaa kwako kunafaa kumpatia Mungu nini? Utukufu. Wakati unaangalia video kwa mtandao, unafaa kuhakikisha kwamba hiyo video inampatia Mungu nini? Utukufu. Wakati unaangalia picha kwa mtandao, unafaa kuhakikisha hiyo picha inampatia Mungu nini? Utukufu. Wakati unakunywa majani chai, kahawa, soda, Coca-Cola, vitu kama hizo, vitu ambavyo ni ulevi, unakula miraa, unafaa kujiuliza hiyo kitu inapatia Mungu utukufu? Wakati Mungu anasema miti ambayo unajua si ya kuliwa uiteme na kuiangamiza, wewe bado unaendelea kutumia vitu ambavyo si chakula. Kitu ambacho Mungu anasema si chakula ufai kufanya nini? Kutumia. Na kile ambacho ni chakula kiko na lishe, either protein, carbohydrates, lipids, fats, lipids. Alafu kingine ni minerals na vitamins. Kama aina hizo vitu, basi hiyo kitu si chakula. Maana kile kinafanya ule hicho kitu ni kwa sababu kiko na virutubishi vya kujenga mwili na kusaidia mwili, si ndio? Kwa hiyo kama hakina hivyo vitu, majani chai iko navyo, kahawa iko navyo, kama haina, basi hiyo si chakula.
Ili vitu zingine watu wanatengeneza za kemikali, wamechanganya kemikali wanakuletea. Wanakuambia iko na nguvu, ukikunywa unapata energy. Energy drink, soda, kwencha, printer, bull. Hizo vitu vya kutengeneza na wanadamu ambavyo ni kemikali wamechanganya, si nzuri kwa afya yako. Na hivyo kama utatumia kitu kiadhiri afya yako, je, inampatia Mungu utukufu? Kumbuka maandiko ametuambia kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza 10:31, basi mulapo au munywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa nani? Wa Mungu. Kuvaa kwako kunafaa kumpatia Mungu utukufu. Tumesoma kitabu cha Exodus 28 verse 2. Ikatuambia kwamba Musa aliambiwa na Mungu ya kwamba atengenezee Haruni mavazi. Na hayo mavazi yawe ni kwa ajili ya kwanza utukufu, alafu uzuri. Kwa hiyo kabla hujanunua nguo, kabla hutashonesha nguo, kwanza unafaa kuangalia nje inampatia Mungu utukufu. Ya kwanza, ya pili, sasa ndio uangalie uzuri. Kwanza utukufu, alafu uzuri. Glory and then beauty. Kwa hivyo inaanza na utukufu. Hiyo nguo imtukuze nani? Mungu. Alafu namalizia na kupendeza. Kwa hivyo kama haimtukuzi Mungu, hata ikiwa inapendeza machoni pa watu, hiyo nguo si nzuri mbele za Mungu. Huwezi kuvaa miniskirt maana unaona ni kama inapendeza, imekushika vizuri, na huko impendezi Mungu utukufu, lakini inapendeza watu, ufikirie nguo mbele za Mungu inafaa ama inapendeza? Haipendezi. Kwa hivyo kuvaa kwako kunafaa kutukuze nani? Mungu kwanza. Nafaa kutukuze Mungu kwanza. Kwa hivyo hata unapotembea kwa barabara, askari anakuona ukiwa mkora ama unakuona ukiwa pasta. Watu wa dunia wanakuona ukiwa kahaba ama wanakuona ukiwa msichana mzuri ama mwanamke mzuri wa Yesu. Kwa maana kuna vile unaweza vaa watu wanakuona kahaba. Kwa hivyo chochote ambacho tunafanya kinafaa kumpatia Mungu nini? Utukufu. Wakati tunacheza kamari, wakati tunacheza loto si ndoto, wakati tunafanya betting, swali, natukuza Mungu. Wakati kitabu ambacho kinaitwa Counsels on Stewardship, kurasa ya 134 inatuambia kwamba shetani ameleta mbinu za kuharibu pesa za watu wa nani? Wa Mungu. Gani? Ameleta mbinu za kucheza kamari, karata. Alafu wewe wakati umeonywa usicheze kamari, bado unacheza kama. Wakati umeonywa usifanye beti, bado unafanya nini? Beti. Kwa hivyo watu wa Mungu tunahitaji kuelewa Mungu nini ametuonya, nini ambacho kinampatia Mungu utukufu, na ni nini akimpatia Mungu nini? Utukufu. Chochote ambacho tunafanya kinafaa kumpatia Mungu nini? Utukufu. Mungu atusaidie ili chochote ambacho tunafanya kimpatia Mungu nini? Utukufu. Tusije tukafanya mambo ambayo hayamtukuzi Mungu hata kidogo. Wakapo nasema Mungu tusaidie ili chochote ambacho ninafanya kiwe kinapatia Mungu utukufu. Tusimame tuombe. Tusimame. Wimbo 117. Kwa kusafiwa, kuoshwa kwa damu ya kondoo, neema yake yatumwagiwa, waoshwa kwa damu ya kondoo, kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo, siwe safi nguo nyeupe sana, waoshwa kwa damu ya kondoo, wamwandama daima mkombozi, waoshwa kwa damu ya kondoo, ya kondoo.
itutakasayo ya kondoo, ziwe safi, nguo nyeupe sana, waoshwa kwa damu ya kondoo. Atakapokuja bwana harusi, uwe safi katika damu, yafae kwenda mbinguni mavazi, waoshwa kwa damu ya kondoo, kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi, nguo nyeupe sana, waoshwa kwa damu ya kondoo. Yatupwe yaliyo na takataka, uoshwe kwa damu ya kondoo. Njoni kijito chatiririka, waoshwe kwa damu ya kondoo, kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi, nguo nyeupe sana, waoshwa kwa damu ya kondoo. Tuombe. Muumba wetu, Baba yetu wa mbinguni na Mungu wetu ishie mahali pa juu mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya kuwa pamoja nasi katika neno la mchana wa leo. Tunaomba ili kwamba usaidie kila mmoja wetu, ili kwamba chochote ambacho tunafanya kiwe ni kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Hata kwa kufa na kupona, tuihubiri Injili, tuifanye kazi ya Mungu tungali bado tunayo nafasi.